ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Bwana, bariki neno lako hili, bariki mkutano huu, na ukanisaidie nami kuyasema yale uliyokusudia we mwenyewe. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Bwana asifiwe. Maiki huku niongezee kidogo. Jioni ya leo tunapoenda kumalizia mkutano wetu, nataka nikukumbushe jambo moja. Wangapi wanajua kwamba siku moja utakufa? Kweli? Hebu inua mkono kama unajua siku moja utatoka hapa duniani. Wote? Wote? Hebu inua mkono kama unajua iko siku yako. Sasa hapa tukianza kuhesabu majeneza ni mangapi? Zamani tulikuwa tunaogopa tukiona mtu amekufa, tulipokuwa watoto tulikuwa tunakimbia. Ukiona jeneza unatimua mbio. Na watu walikuwa wanalia, lakini siku hizi watu kwenye msiba wanacheka, wanapiga stori. Sasa kama unajua siku moja utakufa, basi kuna jambo ambalo unatakiwa ulifanye. Nauliza swali la pili. Wangapi wanaamini siku moja Yesu atarudi? Wote? Unaamini Yesu anarudi? Tangu anze kusema anarudi, mbona hajarudi? Lini sasa? Ila tunaamini atarudi eti. Hebu tumpigie Yesu makofi, maana anatusikia. Anatusikia. Sasa sikiliza. Maandiko tumeyasoma. Nataka niongee watu wa aina tatu na maisha yao, au jinsi watu wanavyoishi. Watu wa aina tatu, watu na maisha yao. Na haya maisha ya aina tatu ni wewe. Sasa kama unajua kuna kufa, basi uchague kati ya makundi mangapi? Naomba nikukumbushe hilo. Tusifurahie tu miujiza na uponyaji, lakini ukumbuke kwamba siku moja utaondoka hapa duniani. Alafu pia hata kama Yesu atakawia kurudi, lakini siku ukiondoka utaenda kukutana na yeye. Sababu unaweza kaondoka hajarudi, wanaondoka. Kwa kurudi kwa Yesu anaweza akarudi kwako binafsi. Unashangaa kesho mtu hayupo. Kwani leo wamezikwa wangapi? Wamezikwa wengi. Kwa hiyo kuna maisha jinsi ambavyo watu wanayaishi, na kuna watu wanaishi maisha hatarishi, lakini hawajui wanaishi maisha ambayo yani ni hatarishi, lakini hawajui. Tusije tukafurahia watu kupona, mapepo yanatoka na vitu kama hivyo, lakini kumbuka ya kwamba siku moja hata kama Yesu atakawia kurudi, na Biblia inasema miaka yetu imepunguzwa duniani. Muulize mwenzako, we hapa duniani umebakiza miaka mingapi? Wengine tumebakiwa na robo kabisa, wengine theluthi,
Wengine hata hiyo theluthi haipo. Maana sasa hivi wanaondoka watoto, vijana wanaondoka. Jamani, ni kweli au sio kweli? Alafu kibaya zaidi, huna insurance ya maisha. Kuna watu wanachezea maisha, ukiwaambia utafikiria yani utafikiria unayachezea maisha ndugu. Siku moja nikiwa nahubiri kule Moshi kwa Wachaga kule Rome, jamaa moja akasema hivi, unajua mchungaji, wacha tu niokoke kwa sababu naweza ukasema Yesu hayupo, alafu kafo ukamkuta. Sasa acha niokoke, hata kama nikienda kumkosa niwe sala kuliko kumkataa Yesu alafu kamkute. Mua kuokoka. Simumpigie makofi huyo. Yani huyo Mchaga aliamua maamuzi magumu. Maana maisha yako wewe, hata kama ukiwa mchawi unaloga wenzako, siku moja utaondoka na wewe. Sikwambia mama yetu mkubwa alikuwa mchawi? Siku anakufa, alikufa vibaya. Unajua kufa vibaya? Aise jehanamu ipo aise. Sikuogopeshi. Hukumu ipo kabisa. Silikuwa nakwambia alikuwa analoga hadi mbwa. Siku anakufa, anaanza kwanza anakufa alafu anafufuka. Alafu akipotea kifa, anaanza umbwa mzee fulani mnaningatangata, acheni kuningata, anapotea. Akipotea akiinuka na ishu nyingine, anawataja wote aliowaua, anawataja. Msinichome moto, mzee fulani mnanichoma moto. Waambieni hawa wasinichome moto jamani. Jamani, mwambie mwenzako jehanamu ipo. Wangapi wanaamini jehanamu ipo? Sasa akawa anatesa watu. Mzee mmoja mwenye busara akasema, tumechoka na tuchosha hapa. Mkiona amepotea, ili asije akainuka na ishu nyingine, fukieni. Kwa hiyo kamtime. Mnanichoma moto. Amepotea. Haya weka. Yani, unajua ukiwa mchawi watu wanakuchoka katika jamii. Watu wanakuchoka katika jamii. Unaishi maisha ya kutesa wenzako. Leo nimepigiwa simu na mama moja kutoka Uarabuni, na anafuatilia hii channel na ananisikia saa hii. Yani kuna watu wana mateso jamani. Yani akanieleza alivyoenda kwa mganga wa kienyeji, kitu alichofanyiwa huku Tanzania. Sasa hivi yuko Oman. Yeye na watoto wake wawili wa kike na wa kiume wako kwenye mateso. Wanasema, mchungaji, naona nafuatilia hizo channel na kupata jojo tukomboe. Haya mambo ya kwenda kwa waganga haya, kitu alichofanyiwa. Na sijui kwa nini hivi mnakubalije hata kama una shida kiasi hicho ufanyiwe vitu vya aina hiyo. Anasema lazima nitoke huko nikutafute, baada ya kuona watu wanavyofunguliwa hapa. Na ninaamini saa hii ananisikia. Na nitakapoanza maombezi naye atakuwa anafunguliwa kule. Bwana asifiwe, mpigieni Yesu makofi na vigelegele. Sasa kuna watu aina tatu jinsi wanavyoishi. Aina ya kwanza ya watu wanaishi maisha yao wenyewe. Kuna watu ambao wana maisha yao. Unajua hapa kila mtu ana maisha yake. Ni kweli au sio kweli? Hapa kuna mtu anafuatana mtu, kila mtu anajua anakula wapi, anajua kiota chake, anajua anapataje, anajua anaua au ananyonya damu. Kila mtu ana maisha. Kwa hiyo watu
Haya maisha, kila mtu anakuwa na maisha yake. Ndio maana jana nilikwambia usione mtu anajenga nyumba nzuri hata kama ulisoma naye, yaani mwezi mmoja ameshahamia, ameshamaliza, wewe unahangaika na kaslopu kako hakaishi. Wewe unajua anavyoishi? Na haya maisha yanaitwa ni maisha ya mtu binafsi. Yaani huyu mtu hayuko kwa Mungu wala hayuko kwa shetani, yuko hapo. Kuna watu wa aina hiyo. Yaani hayuko kwa Mungu wala kwa shetani, yuko hapo. Yaani ukimwambia wewe, yaani yuko njia panda. Yaani ni kama wewe unasafiri kwenda Arusha au Moshi, unafika stendi pale, unakaa, unaanza kuona mabasi ya alizzi Dar es Salaam, Dodoma, wewe uko tu hapo. Sasa wewe unaenda wapi? Hebu muulize mwenzako, una safari ya kwenda wapi? Mbona hupandi wewe, hueleweki? Kwa kuna watu ambao wako njia panda, hawaeleweki wanaelekea wapi. Hiyo ni aina ya kwanza ya watu. Yaani wanaishi maisha yao, kuomba hawajui, kwenda kanisani au popote hawajui, wao wapo tu. Mradi wameamka, mradi wanajua kuna Mungu, wapo. Lakini eneo la pili, naenda haraka haraka, ni watu wanaoishi kabisa moja kwa moja kwa ajili ya shetani. Kuna watu kabisa wameamua kujitoa, hawa maisha yao yote wameamua kuishi kwa ajili ya shetani. Na hawa watu ndio ninaowasikitikia pia sana. Na shetani, rafiki yangu, hanaga shukurani wala jema. Kwa sababu unajua shetani, kabla hajawa shetani, alikuwa ni malaika moja mzuri, mwema sana, mzuri tena, mpiga muziki kama nyie hapo. Sasa yeye alikuwa hapigi hivyo. Yeye alikuwa akinyosha hivi, mwanangu, nasikia ngoma dori manido. Mwili mzima ameumbiwa vyombo. Ameumbiwa vyombo mwilini mwake. Akaitwa ni malaika yule mzuri. Usoma kwenye Isaya, anasifiwa. Malaika mwema, malaika wa sifa. Nyewe mnaoimba sifa, ilikuwa ni huduma ya shetani. Na wanasifa wale wanaopenda kujiinua, sijui kama na nyie, ni huduma ilikuwa ya nani? Sasa akaingiwa na kitu kinachoitwa kiburi. Unajua kiburi? Akasema, yani alikuwa akicheza, yani malaika wote wanasujudu, wanamwabudu Mungu. Akaingiwa na kiburi, asema, hivi mbona nakubalika sana, kwa nini mimi nisisujudiwe hivi? Akataka kumpindua Mungu. Akasema, nitampindua, nitakaa juu ya aliye juu, nikikalie kiti chake. Yani kiumbe kilichoumbwa na Mungu kimpindue Mungu. Vitabu vya manabii vinasema akapata theluthi ya malaika walioasi wakaungana naye, yani wakaanzisha kama chama chao cha uasi, wakisema neno lao, wasema tuko pamoja, mimi ni mkubwa na mpindua Mungu. Wasema sawa mzee, tutakaa juu ya aliye juu, sawa. Malaika wale wazuri wenye mabawa waliokuwa na mwabudu Mungu wakaamua kuasi. Sasa badala ya kumpindua Mungu, walipojaribu kumpindua, Biblia inasema wakajikuta, yani kutoka mbinguni, Biblia inasema walitupwa, wakajikuta wako kuzimu. Ndio haya mapepo tunayo ya haribu, ni jeshi lile la malaika walioasi. Ndio tunaita majini, mapepo, ndio yanayowatesa wanadamu. Kuanzia siku hiyo
ndio akaanza kuitwa majina mengi, shetani, mwongo, baba wa uongo, Lucifer na majina mengine. Na wale malaika ukisoma Biblia wakaenda wakamuuliza, hivi na wewe ni kumbe ni dhaifu? Kumbe ulitudanganya? Kumbe na wewe ni dhaifu kama sisi? Mbona ulisema wewe ni bwana mkubwa? Nataka nikuambie, tangu Mungu alipoumba ulimwengu hajawahi kupinduliwa. Kama shetani mwenyewe alishindwa, hakuna wa kupindua injili. Injili ndio inapindua. Miguu chini, kichwa chini, miguu juu. Na leo tunapindua majeshi ya pepo wabaya, tunayapindua katika jina la Yesu. Wangapi wanasema tupindue leo? Ndio yanayotesa sasa hivi. Waliasi kwa Mungu. Siku moja mtu mmoja akaniuliza, hivi mchungaji, hivi unasema Mungu wa huruma, kwa nini asimsamehe shetani kama Mungu anasamehe? Shetani hawezi kusamehewa kwa sababu ana kiburi, wala hajawahi kutubu. Wewe unasema mbali. Si kuna watu hata wao kwenye uwanja huu hawana haja na kutubu, wana kiburi kama cha shetani. Mimi nini bwana, mbinguni naenda, kwa nini nimeua? Lakini mambo anayoyafanya anakubaliana na shetani. Kwa shetani akajikuta ametupwa kwa shetani. Mungu alimshindwa, wewe utamuweza? Hebu muulize mwenzako, wewe ambaye uko upande wa shetani, utamweza shetani kweli? Atakulisha bangi, atakunywesha mapombe, atakupeleka kwenye tamaa mbalimbali, atakufanyia vitu vibaya, atakupeleka kwa waganga, lakini matokeo yake unaambulia mapepo. Hao ndio wanaoishi kwa ajili ya shetani na maisha yao yote. Hata kama unaenda kanisani uwe huendi, lakini kazi yako wewe ni mganga. Mganga ndio Mungu wako. Kuna watu bila mganga hawaishi. Na kuna watu wana simu za waganga. Kuanzia leo katika jina la Yesu unaenda kudelete simu zote za waganga zote. Simu yako nafuwe rafiki wa wachungaji na wa watu wa Mungu. Simu yako sio ya waganga wa kienyeji. Siku moja niko Geita na hubiri, mwaka 2015. Tulikuwa na kongamano ndani. Kuna watu wamejitoa kabisa kwa ajili ya shetani. Wakati na hubiri, Mungu akaniambia hapa kuna jambo nataka nifanye. Nikasema ni nini? Akaniambia endesha msako. Ndio somo la msako nilianza kulipata pale. Ndio maana sasa hivi kila nikienda mahali popote, kanisa lolote, lazima nianzishe msako. Sababu kuna watu wanajificha, kumbe ni majeti wa shetani. Na kama uko hapa leo ni mchawi, hivi nitakosa wote kweli? Nitakosa kama mchawi hapa? Hebu muulize jirani yako, hivi wewe ni mwenzangu au unasubiri giza liingie? Sasa leo tumechoma vigoda vyao, sijui watakalia wapi. Alafu najaribu kupindua kwa lokole. Hapa utaweza. Shetani mwenyewe alishindwa. Mungu hajawahi kupinduliwa. Injili haijawahi kufungwa. Yenyewe ndiye inayefunga. Haijawahi kupinduliwa. Waliwahi kutokea watu wakasema tunakomesha ulokole. Kina Nero na kina Domitiani, wafalme wenye hela, wafalme wenye pesa, tunakomesha walokole. Lakini kwa taarifa yako, walikomeshwa wakafa, lakini ngoma bado inaendelea mwanangu. Injili bado inaendelea. Jamani, haleluya! Wakamkamata Yesu, wakasema ameupindua ulimwengu. Anachukua watu wetu, anahamisha watu wetu, sasa tumuue. Walipomuua ndio waliharibu. Siku ya tatu Musa akaingia kaburini. Siku ya tatu akamuona tena. Jamani, haleluya!
Jamani, hebu pigieni Yesu makofi. Kwa hiyo huwezi kuipindua Injili. Matokeo yako unaishia kupinduliwa. Sasa nikaanza kuwapanga watu, kuwaombea. Upande wangu wa mkono wa kushoto tulikuwa na kongamano kama la watu 300 hapo Geita, maeneo Matulole hapo. Mzee mmoja wa Kisukuma wa umri wa miaka 70 akaanza nikasitisha kwanza. Hapo kuna nini? Nini mzee? Hebu mleteni. Nikaacha ile sasa, maana nimekamata panya wangu. Kumbe ni paka natafuta panya. Injili naipenda mno, kwa sababu ukijifanya, yaani ukibipu tu inakupigia, yaani ukigusa tu mwanangu unanaswa. Kwa sababu Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, na uweza wa Mungu huwezi kupinga, haujawahi kupingwa na utakaopingwe mpaka siku Yesu anarudi. Ndio maana tunahubiri kwa ujasiri wote, tunasema Yesu ni Bwana. Mupigieni makofi, hajawahi kushindwa. Mzee kaja, unaitwa nani mzee? Naitwa sijui, aliita jina la Kisukuma gumu, sijui Ntere Morindini, sijui Ntere nini. Nakufa. Unakufa nini? Nakufa. Kambia baba nini? Nakufa. Kambia unakata moto kweli? Nini? Mimi mchawi. Sasa umeingiaje huku kwa walokole kama wewe mchawi? Nilikuja kukujaribu. Nilikuona wakati unakuja, nikasema nikujaribu. Mimi sijaribiwagi, kwa sababu hapa nilipo nimezungukwa na majeshi ambayo wewe huyaoni. Wewe jaribu ulimwengu wako, kama hujadondoka hapo tukukute kwenye jukwaa. Na ndio nilikuwa natarajia watu hapa waruke juu alafu tuwakute hapa. Na nilisema nitaweka lockdown siku 3 bila kula. We mchawi, sasa kwa usalama wako nikabidhi wa uchawi wako. Niko tayari. Ase ikawa dili. Kamata panya. Kwa mchungaji mmoja na gari yake, kumbe ni jirani. Wewe kama unafanya mambo yako, fanya mambo yako. Ile ukiona Injili, nyamaza kimya kama mjinga fulani. Ile kiinjili kiondoka, hapa bado huwa kuna baki na uwepo bado. Yeye nahubiri hapa. Hebu apite mwenye pepo, kama hata dondoka hapa mtamkuta. Siku moja nilikuwa nahubiri Dar es Salaam, maeneo ya Tandale. Yaani barabarani hapa lami, mkutano uko hapa. Hapo siku moja msiba ukatokea kama hapa na kwenye turubali kwenye vyombo. Sasa siku hiyo wakaomba, jamani tuna msiba na sisi tunaenda kuzika, naomba mtuachie. Siku hiyo nikamwambia twende na sadaka kwenye mkutano, tuwachangie wenzetu. Tukafanya busara. Si ni msiba wa watu wote? Unajua msiba ni wa watu wote, haijalishi una dini au una dini. Kesho yake wameenda kuzika, wamerudi, wanataka tuwaachie tena. Tukasema hapana, haiwezekani. Kwa yakatokea marumbano, akatokea ikabidi, kwa sababu tuna kibali, tumwite mkuu wa kituo aje. Mkuu wa kituo alikuwa na busara sana yule. Akasema hao ndio wenye kibali, msiba hauna kibali. Kama jana walifanya ofa, leo mnafanya nini? Sasa kama ni hivyo, kwani mahubiri yanachukua muda gani? Mchungaji mzee ananiuliza, mheshimiwa na kafimbo kake yuko pale na nyota zake. Kaambia mzee, akaniuliza nikikupa nusu saa na kutosha? Nikasema nyingi sana. Nusu saa kwangu
Hii yenyewe naimalizia nusu saa, bado dakika 5 nimalize. Haya, wakakubali nusu saa, wakawa naangalia saa. Nusu saa imeisha. Nikasema kwanza nisema nahubiri alafu nafanya maombezi. Wasema sawa. Sasa kulikuwa na kina mama wamejifunika, kwa hiyo kwa sababu dini sio yao, kwa hiyo wametupa migongo. Badala kuangalia hivi wanaangalia kwa sababu haiwahusu. Sasa nusu saa wakaanza kulalamika. Nikasema sasa nimemaliza, naenda kumalizia na maombi. Sasa wengine wanafikiria mimi naombaga sala za maamuma. Sikufundisha sala za maamuma. Tusome Mathayo. Sio mimi. Mimi ni imamu. Nina milipuko ndani yangu. Unaonaje ningekuja hapa watu wana mapepo nianze kusema hivi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, pepo toka. Atajigusa. Kwa jina la Baba na Mwana, pepo toka. Atajigusa. Mimi hapa nina mlipuko, lazima nilipuke, na tukilipua mapepo lazima yalipuke, na jioni ya leo tutalipua na tutalipua. Sasa nikasema hivi, natoa tahadhari. Watu wanaotaka kuombewa waje hapa mbele. Kama utaanguka kule, hakuna mtu atakuombea. Ukitaka kuombewa uje hapa kwenye viwanja. Haiwahusu, sio dini yao. Nasema ngoja. Hapa hakuna sala ya baba yetu. Shashituka. Nikaanza. Nikamwita Yesu. Ndani ya sekunde watu wakaanza kudondoka hapa kama unavyoijua tena. Nikaongeza moto. Sasa kule nikasikia si wameelekea wa kwanza anataka kupana wakati ana mbawa. Yaani wewe dawa yako ni dogo tu mwanangu. Yaani wewe dawa yako ni dogo. Yeye unajifanya mjanja. Una ujanja gani sasa wewe? Wa kwanza, wa pili, yaani walijichoma. Tunaungua. Nikasema waacheni. Simjifanya wajanja. Ombeweni sasa na nyinyi na viongozi wenu. Mimi naombea wa kwangu niliowaita. Mheshimiwa yuko pale na nyota zake. Anashangaa. Toka. Nikamwambia bwana, mimi kazi yangu ni ya kelele. Yaani hapa hakuna cha baba yetu hapa. Tusome Mathayo. Kwenda zako. Mathayo anakusaidia nini? Biblia inasema Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Jamani, haleluya. Injili ni uweza wa Mungu uletayo wokovu. I say, watu walifunguliwa na wale wakaendelea kugaga. Sasa nimemaliza mkutano, napigiwa simu mchungaji, na nilisema mtu akivuka hapa mwenye pepo barabarani lazima adondoke. Nikapigiwa simu. Wadada wawili wanaenda kwenye misela yao, wamevaa visuruali. Vidada vya kufika pale chini. Na mobili ameshaondoka. Sasa kulikuwa na masela wale wa bodaboda wale. Wale masela, oya, toka. Toka. Shendwa. Wewe ujanja, mwambie jirani yako huna ujanja wewe. Mwambie huna ujanja. Ujanja ni kuishi kwa Yesu. Haleluya. Asali kwa tabu kweli. Mheshimiwa yuko pale kaangalia we, na niliwaacha wanagalagala. Sasa nimalize na yule wa Geita. Mzee kaleta, hey. Yaani ukisikia uchawi ndio ulikuwa huo. Wabibi wa urithi.
mavibuyu. Ndio kipindi kile wale ndugu zetu weupe walikuwa wanakatoaga mikono kipindi hicho 2015. Tukakuta vitu vya ajabu. Ilikuwa ninazo hizo picha lakini sijui nimezi. Tumia hekima kwa sababu fujo imetokea. Na hekima, nikamwambia hekima gani? Ya kibinadamu na shetani au ya nini? Asema sasa ni vizuri kabla hujachoma nenda polisi. Nikamwambia mwanangu, mimi mwenyewe afande. Polisi anajua kukamata mwizi. Ukibiwa nenda polisi. Lakini mganga wa kienyeji, polisi ndio sisi. Sisi ndio maafande. Jamani, haleluya. Polisi anakuja kufanya nini? Si atakuja kutorokwa. Ilitokea fujo, wakapiga simu kwenye kituo. Bwana, kuna mchungaji wako hapa, kuna fujo imetokea hapa Mwatulole. Kiongozi wetu akasema, nani yuko huko? Sema tunamwambia kuna fujo imetokea. Wachawi wameamua kuungana ili wammalize. Shetani hajawahi kumaliza mtu kwa taarifa yako. Anakumaliza kama una Yesu. Mzee Mayala akasema, ni nani? Msukuma mmoja akasema, linaitwa Rimtinda. Eti naitwa Rimtinda. Na nyie se. Linaitwa Rimtinda, alisikia giri. Rimtinda ribishi kweli. Mzee akasema kama ni huyo mwacheni. Siku hiyo nikasema na ufungio chawi kwenye buti ya gari. Kesho nikaenda usiku hotelini, niliomba usiku kucha. Kesho yake nikatokea. Nikasema kama ni wachawi wako wangapi? Bibi nasema mtu mmoja wa kwenu atafukuza 1000. Piga mahesabu geti. Hawafiki hata 100 hata 100. Hawafiki. Kajua hii ni size yangu. Kesho yake nikatokea na dumu la mafuta taa. Nikachoma uchawi wote hadharani kama hapa. Na yule mzee akaokoka. Sasa hivi ni mchungaji na kanisa pale Mwatulole. Alimaliza chuo cha Biblia. Jamani, haleluya. Watu walikuwa wanaishi kwa ajili ya shetani, lakini wanabadilika. Watu aina ya tatu ndio hawa nataka niwaombe. Wao maisha yao ni kwa ajili ya Yesu. Watu wanaoishi kwa ajili ya Yesu, makofi na vigelegele kama unaishi kwa ajili ya Yesu. Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako.